Fungua tu nisaidie hiyo nini. Saizi fungua tu. Acha tuanze fake hapo basi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana hawe nanyi. Ndugu zangu, familia, waombolezaji wote, tumekusanyika hapa ili kumwombea Mkonambi ambaye ameaga dunia. Tumuombe Mungu amsamehe dhambi zake kwa mastahili ya mwanae Yesu Kristo. Katika ibada hii tukimuombea Mungu ampokee mpendwa wetu kati ya watakatifu wake na ndugu zetu waliotutangulia. Kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa Tuombe. Bwana, usikilize sala zetu. Sisi waumini wako tunakuomba kwa huruma umkumbuke matendo mema huyu mtumishi wako Hanita Hatundi Mkonambi. Kwa huruma yako msamehe dhambi zake zote ili apate amani mweke katika mwanga kati ya watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mbinguni, mbinguni na nyembamba, basi tembea
Tuombe. Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Anita Hatundi Mkonambi tunayemzika leo, kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na watakatifu wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Kwa dhambi. Namna hiyo alitenda jambo zuri kabisa, jambo la uadilifu, akikumbuka kwamba siku moja wote watafufuka tena. Kwa maana kama angali mtumaini kwamba askari waliokufa vitani watafufuka siku moja, ingekuwa ujinga usio na maana kuwaombea wafu. Aliona hakika kwamba watu wenye kufariki kwa uchaji wa Mungu watapata tuzo nzuri mno. Wazo lake lilikuwa takatifu na la ibada njema kweli. Neno la Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Hunipumzisha katika malisho mabichi, hunipeleka kwenye, hunipatia nguvu, hunipatia nguvu. Mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Huniongoza katika njia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa
katika bonde la giza, sitaogopa mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na vipimbo yako vyanituliza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kweli wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana kwa miaka mingi ijayo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wathesalonike. Ndugu, hatu alikufa na amefufuka, itakuwa sawa kwa wanaolala katika Yesu. Mungu atawaongoza njia moja na yeye. Kwa neno la Bwana tuambieni haya: sisi tulio bado wazima na kusalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hatutawatangulia wale waliolala. Kwa maana kutakaposikika amri na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Hapo wafu waliomo katika Kristu watafufuka kwanza. Halafu sisi tulioachwa wazima tutarushwa pamoja nao mawinguni kumkuta Kristu angani. Hivyo tutakuwa daima na Bwana. Basi mtulizane kwa maneno hayo. Neno la Bwana. Wanaheri watu wanaokufa katika Bwana.
watapumzika taabu zao, kwa maana matendo yao yanafuatana nao. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lililoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano ufuatao: hapo ufalme wa mbingu utafanana na wanawali 10. Hao walitoa taa zao wakatoka kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale wapumbavu walitoa taa zao bila kuchukua akiba ya mafuta, bali wenye busara walichukua chupa za mafuta pamoja na taa zao. Bwana harusi alikawia, nao wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini katikati ya usiku kulipigwa mbiu, haya, bwana harusi anakuja, nendeni kumlaki. Hapo wanawali wale wote wakaamka, wakatengeneza taa zao. Wapumbavu wakawaambia wenye busara, mtugawie mafuta yenu, maana taa zetu zinazimika. Lakini wenye busara wakawajibu, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi. Afadhali nendeni dukani mkajinunulie. Nao walipokwenda kununua, bwana harusi akafika. Wale waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Mwisho akaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Naye akajibu akisema, amin nawaambieni, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa maana hamjui siku wala saa. Injili ya Bwana. Familia ya Daktari David Mkonaambi, ndugu na jamaa, wadau, walimu, waombolezaji wote na Wakristo wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi ndugu zangu, tuko hapa katika harusi ya mwisho ya mwenda zake mpendwa wetu Anita Hatundi Mkonaambi. Ni msichana ambaye
amekwisha kupamba maisha yake katika hali hii tunavyoona. Lakini kwanza kabisa tumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake. Na tena nirudie maneno niliyosema siku ya jana katika misa ya wafu Requiem Mass, kwamba familia moyo mkuu. Ni wakati mgumu kwa familia, lakini hayo yote tumkabidhi Mungu. Na hiyo ndio matumaini tunayo sisi sote, kana kwamba kifo ni ukweli katika maisha yetu, na baada ya kifo kuna maisha. Na tunaamini ya kwamba mpendwa wetu Anita amekwisha maliza maisha ya hapa duniani na amerudi kwa mpendwa wake ambaye ni muumba wake. Katika hali zetu za kibinadamu tunakuwa katika huzuni, lakini matumaini yetu na imani yetu yote ipo mkononi mwa muumba wake mpendwa wetu, ambaye sisi sote naamini uwepo wetu hapa tumeguswa na kifo ama msiba wa huyu msichana wetu. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake, na hayo yote haliweza kutenda angali duniani hapa. Hadi muda huo Mungu alimchukua kutoka kwetu. Tunamshukuru Mungu pia kwa mema yote alimjalia. Na ndipo tunaposema ya kwamba katika hali hii ya kifo hamna atakaye pengine kushiba pengo haliloacha Anita kwa wazazi wake, kwa ndugu zake, kwa dada zake na wote waliokuwa karibu naye. Na ndio maana sisi sote tulioko katika msiba huu wa leo, ningependa kila mmoja wetu tuendelee kutafakari zaidi kwamba kifo ni fumbo la pekee na ni njia ya kurudi kwa muumba wetu kila mmoja wetu. Namna yoyote ambaye atakayebahatika, na ni lazima kwa kila mmoja wetu. Basi katika hali hiyo tunaishi maisha yetu tukitegemea muumba wetu ambaye ni Mungu wetu, ambaye anatujalia maisha kila mmoja wetu. Naamini ya kwamba alimjalia Anita maisha kwa miaka hizo 29 katika dunia hii. Kwa mpango wa Mungu haliweza kufanya mambo mengi, na tunamshukuru Mungu kwa mambo haya. Na ndio maana maneno haya tunayoyasikia ni kwa ajili yetu sisi bado tungali hai, kwa maana yeye amekwisha malisha maisha yake hapa duniani na hawezi kutusikiliza tena. Pengine malaika wake pengine ndio anamdokezea kidogo hayo tunayosema, lakini hayo ningependa tutafakari pamoja ni kwa ajili yetu sisi sote. Na ndio maana masomo haya tumeyachagua katika msiba huu, ambayo linatupa simulizi la habari ya maisha yetu kila mmoja wetu tunaomtegemea Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu. Naamini ya kwamba mpendwa wetu Anita maisha yake kwa muda huo mfupi imempendeza Mungu na imekuwa sadaka ya pekee, kwa maana aliishi maisha yake akitambua uwepo wa Mungu. Alijua ya kwamba kuna Mungu siku zote. Na nimejua tu wengi tumekwisha kusema mengi juu ya maisha yake, pamoja na usio tuliosikia kutoka kwa familia yake na marafiki zake. Kweli alikuwa mtu wa kumwamini Mungu, alikuwa mtu
wa kupenda watu. Na ndio maana nilianza tafakari yetu nikisema ya kwamba kwa matendo yake mazuri Anita mwenyewe amekwisha kupamba msiba wake, sio kwa sababu ya wazazi wake, sio kwa sababu ya dada zake ama ndugu zake, kwa sababu yake yeye mwenyewe. Na ndio maana maisha yake imekuwa sadaka. Maisha yao, roho yao wamelala katika mkono wa Mungu. Na tunaamini hilo, kana kwamba siku moja tutamuona. Hatujui siku wala saa itakayemkuta kila mmoja wetu, na hatujui itakuwa ni kifo ya aina gani. Lakini kila siku za maisha yetu ni maandalizi. Na ndio maana tumetumia pia katika somo letu la Injili mfano wa wale wanawale 10 waliojiandaa maisha yao kumlaki Bwana. Lakini tumesikia katika mfano hiyo kulikuwa na wale 5 wapumbavu, walikuwa na wale. We gather here today in solemn unity to bid a heartfelt and final farewell to our beloved Anita Hatundi Mukonambi. Birth and early life. Anita Hatundi Mukonambi was born on 18th September 1996 to David Mukonambi, Omumalicha, and the late Concepta Obanda Mukonambi, Kisa Abakisieni, in Wahonyaka, Trans Nzoia. She was a cherished granddaughter of the late Philip Mukonambi and the late Teresa Lulonde Mukonambi, as well as William and Priscilla Amboko. She was the third born in a family of 5, Dennis, Janet, Louisa, and Philip. Education. Anita began her early education at Crane Academy, Kitale, before joining Deco Academy, where she sat her KCPE examination in 2010. Her outstanding performance earned her a place at St. Bridget's Girls National School, where she completed her secondary education in 2014. She later joined Kabarak University, graduating in 2019 with a Bachelor of Education degree. Faith. Anita was raised in a devout Catholic family. She was baptized on 21st November 1998 at St. Peter's Clavers Kiminini Parish. She received her first Holy Communion on 15th April 2006 and was confirmed on 9th August 2009 at the same parish. She remained steadfast in her Catholic faith throughout her life, living as a true witness of her beliefs until her passing. Career. Anita's career as an educator began in 2020 when she was employed as a BOM teacher at St. Andrew's Girls Baraton, where she taught English and literature. In 2021, she joined PCEA Kiungani Secondary School. In 2022, she was recruited by the Teachers Service Commission as an intern and deployed to Imani Junior Secondary School, where she served with dedication. In January 2025, she was absorbed on permanent and pensionable terms and continued her service at the same school, touching many lives through her passion for teaching. Illness and demise. Though Anita enjoyed good health in her early years, at the age of 4, she was diagnosed with sickle cell anemia. Through close medical care and her own resilience, she lived a remarkably full and accomplished life. On Friday, 19th September 2025, Anita fell ill and was taken to Rian Hospital, Kitale, where she was attended to as an outpatient. Later that night, she was admitted to Kiminini Cottage Hospital. Matangazo machache. 1. Mwili huu utabebwa na junior secondary teachers. They have requested, that's a special request, they need to do that. Number 2, we will remain seated.
Sasa nilikuwa nataka tufanye